Naitwa Masesa Mgonela, ni mratibu wa dawati la uwezeshaji wananchi kiuchumi manispaa ya Kigamboni. Tuko hapa leo katika kata ya Kigamboni kwa ajili ya mafunzo ya ujasiriamali ambayo tuko na wadau wawili. Mmoja ni kutoka Creative Karakana ambao wanahusika zaidi na masuala ya ujasiriamali, wanawajengea uwezo vikundi vyetu, wajasiriamali, vikoba na wananchi wote wa Kigamboni hapa, ikiwa katika lengo zima la kuwawezesha wananchi kiuchumi. Swala zima la uwezeshaji wananchi kiuchumi haliko tu katika kuwapatia fedha za kama mitaji, lakini pia katika swala zima la kuweza kuwajengea uwezo katika mafunzo mbalimbali ni jambo la muhimu zaidi, kwa sababu wanapata mbinu mbalimbali katika utekelezaji na uendeshaji wa miradi yao. Kwa hiyo karakana, wadau wa karakana wako kwa ajili ya kutoa mafunzo ya ujasiriamali, ya elimu na mbinu mbalimbali za uendeshaji wa biashara kidijitali, lakini pia utunzaji wa kumbukumbu katika bidhaa zao na shughuli zao wanazozifanya, lakini pia uongezaji wa thamani katika biashara zao kwa kupitia mbinu mbalimbali. Lakini tunao pia mdau mwingine wa TCB Benki. TCB Benki ni benki ambayo ni ya serikali ambayo tunafanya nayo kazi manispaa ya Kigamboni. Moja ya elimu ambayo wanaitoa hapa ni elimu ya fedha, lakini pia elimu ya mikopo ambayo inatupatikana katika benki ya TCB Benki yenye masharti nafuu kabisa. Lakini pia wanatoa elimu ya ufunguaji wa akaunti mbalimbali ambazo zinapatikana katika benki ya TCB Benki. Lakini pia wakiwa kama wadau wetu wanatusaidia sana katika swala zima la elimu ya mikopo na elimu ya ujasiriamali, elimu ya fedha kama ambavyo nimesema awali, lakini pia umuhimu wa ufunguaji wa akaunti binafsi mbalimbali ambazo kama wamezitoa katika mada zao. Kwa hiyo niwashukuru sana wadau hao wawili kwa leo ambao tumeanza katika kata ya Kigamboni kwa kazi kubwa sana ambao wameifanya ya kutoa elimu hizi kwa wajasiriamali wetu. Niwashukuru sana kwani wameleta mchango mkubwa sana, na ninaamini kupitia mafunzo haya ya leo itakuwa ni chachu kwa wananchi wetu wa Kigamboni, lakini zoezi hili pia litaendelea kwa kata zote za Kigamboni. Kwa hiyo wananchi wetu wa Kigamboni wakae tayari katika swala zima la uwezeshaji wananchi kiuchumi. Asante. Jina mimi naitwa Lamek Lawrence, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya kidigitali inajulikana kama Creative Karakana. Sisi kama Creative Karakana tumetengeneza jukwaa ambalo linawafikia, jukwaa la kidigitali kwa ajili ya kufundisha ujasiriamali, na linawalenga vijana, akina mama pamoja na wale wote ambao wana nia ya kuwa wajasiriamali. Tunawaangazia wajasiriamali katika sehemu kubwa tatu. Sehemu ya kwanza ni wale ambao wanategemea kuwa wajasiriamali ama wanawiwa kuwa wajasiriamali, lakini sehemu ya pili ni wale ambao tayari wameshaanza ujasiriamali. Nao pia tunawaangalia ili kuweza kuwapatia mafunzo ya ujasiriamali kidigitali popote pale walipo kwa muda wao na kwa namna ambavyo wao wenyewe ambao wanaweza kusoma. So uzuri wa jukwaa letu ni mobile app application ambayo inapatikana kupitia Google Play Store na App Store. Unaweza kuandika tu Karakana, ukisearch Karakana unaweza kuipata moja kwa moja Karakana. Kwa nini ambacho tunakifanya leo hapa? Hii ni moja kati ya program zetu ambazo tunazifanya nje ya kuwa na jukwaa la kidigitali. Tuna programu ambayo inaitwa Wajasiriamali Smart Clinic, ambako tunawakutanisha mwalimu pamoja na wale ambao ni wajasiriamali kuweza kujifunza mambo mbalimbali na kuweza kumuuliza yule mwalimu directly. Na huyu mwalimu ana kozi yake tayari ambayo ameshaikutengeneza kwenye jukwaa letu la Karakana. Kwa hivyo hii ni nafasi ya kipekee kwa wajasiriamali na kuweza kupata nafasi ya kukutana na huyu mwalimu na kuweza kumuuliza maswali pamoja. Hii yote ni juhudi za pamoja na halmashauri ya manispaa ya Kigamboni katika kuwawezesha wananchi kiuchumi. Tunawaletea hizi huduma karibu zaidi, na pengine sio wote ambao wana uwezo wa kufikia kwenye jukwaa la kidigitali, lakini wale ambao wana uwezo wa kufikia kwenye jukwaa la kidigitali watafika, na wale ambao hawana uwezo ndio wanapata nafasi ya kuweza kuhudhuria program kama hizi Wajasiriamali Smart Clinic ambazo zinawaleta karibu zaidi na mwalimu ambaye amefundisha kozi kwenye platform yetu. Bia Bushiri Kapolo ni katibu wa kikundi cha vikoba kwa jina linaitwa Kalma Group. Leo nimeshiriki mafunzo ama semina ya ujasiriamali ambayo inahusishwa na wawezeshaji wa TCB Benki na wajasiriamali
ambao wanajulikana kama ujasiriamali kiganja mkononi kwako. Semina hii imetupa mafunzo mengi sana, imetusaidia kwa sababu sisi wamama wajasiriamali tunahitaji elimu kubwa sana, hasa juu ya vikoba ambavyo tunajiendeleza navyo au ujasiriamali ambao tunaufanya. Kwa hiyo bila ya elimu ujasiriamali huwa kina mama tunafeli. Lakini leo tumepata elimu nzuri sana, elimu kubwa sana ya ujasiriamali wakishirikiana na benki ya TCB. Tunawashukuru sana TCB benki, wametupa elimu nzuri, wametupa jinsi ya kutunza pesa, wametufundisha jinsi ya kufungua akaunti, lakini pia wametufundisha jinsi ya kuendeleza biashara zetu kwa sisi wamama wafanyabiashara wadogo wadogo. Tunawashukuru sana kwani tumeweza kujifunza jinsi ya kuweka pesa na jinsi ya kutumia pesa na jinsi ya kuanza na kumaliza biashara zetu ndogo ndogo. Hilo tunawashukuru sana watu wa TCB benki na wawezeshaji wa wajasiriamali wadogo wadogo wakisimamiwa na ujasiriamali kiganja mkononi kwako. Tunashukuru sana kwa hilo. Tumefaidika, tumepata manufaa mengi na ni mazuri sana kwa sababu naamini kuanzia sasa tutakuwa tunaweza kukuza biashara zetu kwa kuweka akiba kidogo kidogo kupitia kwenye mabenki, na hii yote ni kuepuka uharibifu wa pesa, kwa sababu mama mjasiriamali unaingiza pesa kidogo kidogo, lakini unapokuwa huna elimu ya uwezeshaji au uwekaji wa zile pesa, daima pesa inakuwa inatumika bila mipangilio. Lakini tunawashukuru TCB benki, wametupa ujasiri wa kuweza kufungua akaunti ndogo ndogo na akaunti kubwa kubwa, akaunti za vikundi, lakini pia akaunti ya mtu mmoja mmoja kwa ajili ya kuweka pesa zetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Lakini pia tunapata ujuzi juu ya kuendesha vikoba vyetu. Tunajifunza, tunatakiwa kuwa imara katika uendeshaji wa vikoba, tunatakiwa kujikubali, tunatakiwa pia kuwa wakweli na waaminifu ili kila kitu kiende sawa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa semina ya leo, tunawashukuru sana TCB benki, lakini pia tunawashukuru sana wawezeshaji wetu wa ujasiriamali kwa siku yetu ya leo. Nashukuru sana. Ni kweli tumepata elimu ya bima kupitia benki, kupitia insurance. Tumejifunza vitu vingi na wametuelekeza jinsi ya kujiunga katika bima na wametupa package mbalimbali za bima zao. Kuna bima nyingi ambazo wametuambia, kwa mfano bima ya maafa, bima ya vifo na jinsi ya kujiunga. Kwa mfano ukitaka kujiunga bima ya kikundi, kuna vigezo ambavyo unatakiwa mviwasilishe, lakini pia wametupa package za malipo kwa ajili ya hizo bima. Wametoa mfano, kwa mfano mtu ukiwa kwenye kikundi, mnajiunga watu labda kikundi chenu lese watu 20. Kwa hiyo kuna vigezo ambavyo mtaviwasilisha, kwa mfano cheti cha NIDA, cheti cha kuzaliwa, barua labda serikali ya mtaa ambayo utajisajili kule kwenye ile bima. Alafu baadaye mnawekeza, kwa mfano bima ndogo ni kiasi cha shilingi 31. Kwa hiyo ukishalipia 31 kuna malipo ambapo ukipata ajali, ukipata ulemavu wa kudumu au ikipelekea kifo. Na hiyo bima tunashukuru sana kwa sababu wamesema, kwa mfano ukipata ajali ile inakuwa ni dharura. Kwa hiyo unaweza ukalipwa ndani ya masaa 72. Lakini kama ni bima ya kawaida ya kifo pia unaweza ukalipwa kiasi kizuri tu cha pesa. Lakini pia tumejifunza kwamba ukitaka bima kubwa labda unaingiza wakwe, yani familia ikizidi, unalipa kiwango cha 99,000 ambacho kitakubeba mkwe, wazazi wote na familia yako, ambao utalipwa kile kiwango. Na ukipata labda umetokea mwana mmoja wapo ambaye ameungwa hapo, amefariki, basi analipwa kiwango cha shilingi 5,000,000 kwa ile 99,000 yako ulioweka. Kwa hiyo nafikiri tumepata faida kubwa sana. Tunawashukuru sana watu wa bima, wametupa morali ya kuweza kuepukana na ile michango midogo midogo, hasa kwenye vikundi pale mwanakikundi anapokufa. Huwa